Je, uhuru wa kifedha unashikiliwa na misingi gani mikubwa mitatu katika safari ya kuendea? Yako mambo mengi unaweza kuyafanya katika maisha, na nilishakwambia kwamba ili uweze kujijenga na kujiimarisha kiuchumi, lazima uweze kuwa na uhakika wa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza nilikwambia kwamba unahitaji elimu ya fedha. Jambo la pili nilikwambia unahitaji kitu kinaitwa nidhamu ya fedha, yani financial discipline. Nikakwambia pia unahitaji kitu kinaitwa financial plans, mipango na malengo ya kifedha. Lakini leo nataka nikuelekeze misingi mikubwa mitatu ambao unahitaji kuijenga na kuwa nayo katika kuelekea uhuru wa kifedha. Msingi namba moja ni msingi wa kufanya kitu kinaitwa saving. Kwa nini saving ni msingi wa muhimu zaidi katika swala zima la kujenga au kuelekea kwenye uhuru wa kifedha? Ni kwa sababu saving ndiyo kitu pekee ambacho kinakusaidia kuweza kutengeneza fedha ambayo hiyo inakuwa ndiyo ticket au inakuwa kama mbegu ya kuweza kuanza kutengeneza au kupanda mti unaoweza kukua na baadaye kukupeleka kwenye uhuru wa kifedha. Very, very important. Ni vigumu sana kuweza kuignore njia ambayo unaitarajia au unaitegemea katika kuhakikisha kwamba unaweza kufika kule unakwenda. Kumbuka, safari ya uhuru wa kifedha, it is the process, ni mchakato. Lakini moja ya eneo la msingi zaidi, ukiangalia kwenye zile steps towards financial freedom, kuna hatua ambayo inaitwa hatua ya kuwa stable, stability level, of which unaanza kujenga muscles za kufanya investment katika kuanza na kutunza fedha kwanza. Sawa? Kwa katika msingi huo unagundua kwamba pila muhimu sana, yani msingi muhimu zaidi katika safari ya kuelekea uhuru wa kifedha, moja ya eneo la muhimu sana ni eneo la kuweka akiba. Utawekaje akiba? Unaweza kuweka akiba kupitia ile wanaita standing order system. Pesa inafika inakatwa juu kwa juu inaenda kwenye akaunti ya saving. Lakini pia unaweza kutumia njia ya vikoba. Watu wengine wana save kwenye vikoba. Wengine unaweza ka save kwa kutumia huu mfumo wanaita upatu. Mnakusanya au mnachangiana pesa, anatoka mmoja mmoja kwa wakati wake. Hiyo nao ni moja ya kitu ambacho unaweza kutumia. Lakini kuna ile ya kuingia kwenye kitu kinaitwa mastermind group. Unakuwa na kundi la watu maalumu 4, 5, 10, mnakuwa mkishirikiana na kuwajibishana katika kufanyaje? Kuweka fedha. Lakini unaweza kaweka fedha maeneo gani? Unaweza kaweka fedha bank, unaweza kaweka fedha labda kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama UTT AMIS, unaweza kaweka fedha yako labda kwenye mifuko ya uwekezaji kwenye mobile investment kama vile kuna wengine kuna zile mifuko kama za mitandao mbalimbali ya simu. Kuna wengine waweka kwenye simu. Ingawa hiyo inakuwa na changamoto kwamba unaweza kupatwa na dharura wakati wote ukajikuta umeitumia. Sasa hapo uwe makini, lazima uwe na discipline. Lakini pia kuna wengine unaweza kawekeza au kaweka pesa yako kama sehemu ya investment au kama sehemu ya saving kuelekea investment kwenye mfuko wa Mwekeza na mifuko mingine kadha wa kadha ambayo inaweza kukusaidia kuweza kutunza hiyo mbegu yako kuelekea kwenye kitu kinaitwa uhuru wa kifedha. Msingi namba moja ni kujikuta unaanza kuweka akiba. Sasa kwenye kuweka akiba hapo kuna kanuni nyingi. Kuna mwingine atasema ataweka 10%, mwingine atasema anaweka 20%. Wewe utaweka asilimia inayoendana na uwezo wako au mfumo wa cash flow ya kipato chako. Lakini pia bila kusahau, unaweza pia ukachagua kwamba mimi sitaweka kwa asilimia, ila nitaweka kwa kiasi fulani kila baada ya siku fulani, kila siku au kila wiki. Very important. Unaweza kaamua uchague saving style ya namna yako kibinafsi. Lakini pia msingi namba 2 wa uhuru wa kifedha ni msingi tunaita investment. Ile pesa unayoiweka akiba haiishii tu kuweka akiba, unatakiwa pia ufikirie namna gani unaweza ukaiwekeza. Kwa nini uiwekeze? Ni kwa sababu ukiwekeza unaifanya gain value, unaipa value. Unapoipa value, unapoipa thamani, inaendelea kufanya kitu kinaitwa appreciation, ina appreciate. Na pesa ikikaa yenyewe huwa ina depreciate kwa kupungua thamani kutokana na rate of inflation, kutokana na mfumuko wa bei. Kwa maana hiyo, ili fedha iweze kuwa katika mazingira salama zaidi, ni muhimu uweze kuanza kuifanyia investment. Na kumbuka kwenye ile journey towards financial freedom, stage number 4 ni hatua ya kuanza kuinvest. So
Pila ambayo ni ya muhimu zaidi, ambayo inakuonyesha kwamba kweli umejiimarisha na umejidhatiti katika kuelekea uhuru wa kifedha, ni pila ya kuanza kufanya uwekezaji. So saving peke yake sio uwekezaji. Saving it is a way towards investment. Saving ni kuweka akiba kwa ajili ya lengo maalum. It is setting amount of money aside for a specific purpose. Saving ni kuweka au kutunza fedha ambayo umekusudia ije iweze kukusaidia kufanya au kukamilisha lengo fulani ambalo ni ajenda muhimu. Hususan katika eneo hili tunazungumzia saved money special for the purpose of improving your journey towards financial freedom, kuimarisha safari yako kuelekea nini? Uhuru wa kifedha. Lakini pia msingi namba 3 ambao ni wa muhimu zaidi, kwa sababu huu msingi namba 2 wa uwekezaji, kuna maeneo mengi unaweza kuwekeza. Unaweza kuwekeza labda kwenye bonds, unaweza kuwekeza kwenye shares. Bonds ni hati fungani za serikali, unaikopesha serikali. Units ni vipande ambavyo unanunua kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama UTT AMIS, lakini pia kuna mifuko kama vile Faida Fund na mifuko mingine ya uwekezaji wa pamoja ambayo unaweza ukaanza kuwekeza fedha zako. Lakini pia kuna kuwekeza kwenye ardhi, real estate. Unaweza kujenga majumba, ukawa na frame, ukajenga labda kumbi za sherehe mbalimbali, au ukawa unafanya biashara tunaita unafanya real estate business. Unanunua ardhi unaiuza, unanunua majumba unayauza, unanunua nyumba unaiboresha kidogo unaiuza. Hiyo nayo unaweza kufanya ikawa ni sehemu ya business yako katika eneo la uwekezaji, kwa sababu hata ukinunua nyumba ukashindwa kuiuza, bado unaweza kaifanyia majukumu mengine ya kiuwekezaji na ukaendelea kupata pesa zaidi. So unachagua eneo lako. Kuna wengine utasema nataka niwekeze kwenye kilimo, nataka niwekeze labda kwenye mashamba, unawekeza. Popote unapowekeza hakikisha fedha yako inapata vitu vikubwa vitatu. Moja, iko salama. 2, hakikisha pesa yako unapoiwekeza inakuwa na assurance ya kukupa pesa, faida. Lakini jambo la 3, hakikisha hiyo investment yako inaendana na malengo yako. Inawezekana malengo ya muda mfupi au malengo ya muda mrefu. Create au choose investment vehicle that reflect to your vision, your dreams and your goals. Chagua aina ya uwekezaji unaoendana na malengo, maono pamoja na nini na makusudio yako wewe binafsi. Kwa hayo ni maeneo ambayo unaweza ukayafikiria. Lakini msingi wa mwisho ambao ni msingi namba 3 ni msingi wa kukuza uwekezaji na kufanya pia kitu kinaitwa protection, wealth protection, wealth building and protection. Kulinda ule uhuru wako wa kifedha, kulinda utajiri wako. Utajiri kuupata inawezekana isiwe ni jambo gumu zaidi, lakini kuulinda na kutunza ikawa ni changamoto. Kuna watu wanafilisika. Kwa nini wanafilisika? Kwa sababu wanakuwa hawajatengeneza mifumo ya ulinzi wa mali zao. Ndio hapo unaweza kakatia bima ya investment zako, sawa? Kakatia bima, lakini pia unaweza pia ukafanya kitu kingine cha kuhakikisha kwamba unatengeneza usalama. Usije ukawa unapoteza pesa zako. Unazipotezaje? Yani ukaanza kupoteza ule msingi ambao nilikwambia, misingi 3 ya mafanikio ya kifedha. Nilikwambia msingi moja wapo ya mafanikio ya kifedha ni msingi wa nidhamu. Nidhamu hii inakaa kwenye maeneo yote. Ukiwa unajitafuta, ukiwa umejipata zaidi, ukiwa top, nidhamu ni muhimu zaidi. Maintain nidhamu ili uweze kuendelea kumanage, kwa sababu nilipokuwa najifunza uchumi chuoni niliambiwa hivi, resources are scarce, that's why we have to manage them effectively and wisely. Lazima rasilimali kwa kawaida waga hazitoshi. Ndio maana tunatakiwa tuwe na nidhamu, tuwe na akili, lakini pia tuwe na hekima ya kuweza kuzitumia kwa busara za hali ya juu zaidi. So na wewe katika uwekezaji wako jitahidi sana uwe ni mtu ambaye haufuji mali eti kwa sababu umeshaanza kujipata. Hapana. Nidhamu na protection ni kitu cha muhimu uweze kuendelea kuutunza na kulinda utajiri wako. Na moja ya njia ambayo unaweza kuitumia kulinda utajiri wako ni kuwarithisha watu maarifa, hasa wale ambao tunaita descendants, watu wanaokutegemea, watoto, sijui mke, sijui nani. Usije kama umewekeza huko, umewekeza sijui kwenye shia, umewekeza kwenye nini, halafu hakuna anayejua. Watoto hawajui, mke hajui, sijui mume hajui, hakuna anayejua, ndugu zako wote hawajui. Ukifa maana yake utajiri umepotea. Sawa, hiyo ni changamoto ambayo watu wengi imewakabili. Wamepoteza hela nyingi, wamepoteza utajiri mwingi, wamepoteza mafanikio makubwa. Kwa sababu gani? Hawakuwa na protection system, hawakuwa na mifumo ya kulinda utajiri wao. Na wewe
pambana, lakini hakikisha unaimarisha mifumo ya usalama wa nini, wa fedha zako na biashara zako, kwa kuwafundisha watu wako ambao unawategemea huku nyuma watakuja kuwa warithi, lakini pia kuwaelekeza na kuwafundisha mifumo na kuwaelekeza mambo ya msingi ambao itabidi wayatumie au wayafuate ili waweze kuhakikisha ule utajiri na mafanikio yanadumu na kuendelea kuongezeka na kuzidiana zaidi. So these are important 3 pillars for financial freedom. Pillar number 1 is saving. Pillar number 2 it is investment. Pillar number 3 it is wealth expansion and protection. Upanuzi na ukuaji wa utajiri wako pamoja na ulinzi wake au usalama wake. Ukifanya hayo mambo makubwa matatu, utakuwa umejiimarisha na kujihakikishia kwamba safari yako ya kuelekea uhuru wa kifedha iko imara na umejidhatiti kisawasawa. This is Coach Amos. Learn more to earn more and live a great life.